Je, unaweza kuishi maisha ya ushindi katika kizazi kilichopotoka? Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Je, unaweza kuishi maisha ya ushindi hata kwa kizazi kilichopotoka ambacho hakimjui Mungu? Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa zaburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi. Bwana asifiwe. Unaweza kuishi maisha ya ushindi katika kizazi kilichopotoka ama nyakati kama hizi? Kisoma katika hapo tu, nataka tusome kwa Kizungu. Hebrews chapter 12. Nataka tusome kwa Kizungu. Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Tunaona hapa mahali ambapo tumesoma neno la Mungu linatupatia mfano mzuri wa Yesu Kristo ambaye alikuja hapa duniani na akaweza kustahimili aibu, akaweza kuteswa na hata akafa, akishindana na nini? Akishindana na dhambi. Na ndio maandiko anasema ya kwamba hakujafikia hata kiwango cha kumwaga damu ukishindana na dhambi, which means yale tunayoyapitia hata ni madogo kulingana na haya maandiko. Nataka tuangalie maisha
ya mtu ambaye anaitwa Daniel. Kisoma Daniel chapter 1 na tuone vile ambapo tunaweza kuishi maisha ya ushindi tukimtazama Kristo ama tukiangalia mfano wa Yesu Kristo. Daniel chapter 1 verse 3. Nataka tusome hiyo story kwa sababu ni vizuri kuwa na story kutoka Biblia. Hizo hadithi za Biblia zinaweza kutusaidia sana kujenga imani yetu, kwa sababu Biblia inasema wale watu walioandikwa kwa Biblia kwetu sisi ni mifano, ili katika mifano yao kama kuna vile walivyoenenda wakafanikiwa, sisi nasi tukaweze kuiga mifano yao. Daniel chapter 1 verse 3. And the king spake unto Ashpenaz, the master of the eunuchs. Let me read in Swahili. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa watowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwamo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Danieli Belteshaza, na Hanania akamwita Shedraki, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa yule mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namwogopa Bwana wangu mfalme, aliyewaagiza nyinyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa azipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tu na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wao, akawapa mtama tu.
Basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza, mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Naye mfalme akazungumza nao, na mlangoni miongoni mwao hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliyowauliza mfalme, aliwaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akahudumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Nimesema ya kwamba je, unaweza kuishi maisha ya ushindi katika kizazi kilichopotoka? Hawa vijana wanne, Danieli na wenzake watatu, walichukuliwa mateka katika nchi ambao mfalme alikuwa anaitwa Nebukadneza. Na hao vijana walipoenda pale, walikuwa lengo la mfalme hao vijana waingizwe katika nafasi ili mfalme asipate hasara. Na Biblia inasema walifundishwa katika elimu yote ya Babiloni, wakawa na elimu ya Babiloni, na maagizo yakawa sasa watakula chakula ambacho kinaliwa na wafalme na wale divai ambayo inanywewa na wafalme. Lakini kitu ambacho unakiona vizuri ni kwamba Danieli alisema hata jinajisi. Imagine kwa mambo ya chakula, kwa mambo ya vileo, akasema hata jinajisi, na akaamua wajaribiwe kwa siku 10. Na baada ya hizo siku 10 wafanyiwa mtihani kuonekana vile lilivyo. Na yule msimamizi atafanya maamuzi kulingana na vile ambapo atakavyoona. Unaona, msimamizi akisema kwamba watahatarisha maisha yake, lakini kwa sababu Danieli na wenzake walikuwa wanamjua Mungu wao. Ukisoma Danieli 11 mstari wa 32, Biblia inasema wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Ukiwa unamjua Mungu, na kwa sababu unamjua Mungu na uweza wake, hauwezi kubabaishwa na hali vile ilivyo. Utakuwa na maamuzi, na tutaangalia pointi chache ambapo vile unaweza kuishi maisha ya ushindi hata katika kizazi kilichopotoka. Danieli akasema hatutajinajisi na vyakula. Na yule msimamizi, kwa sababu kuna kipindi ambao alikuwa wamepewa, akasema 10 days sawa, nitawajaribu. Na unaona vile hapo Danieli walisema hawatajinajisi na chakula. Biblia inasema ya kwamba walipojaribiwa baada ya hizo siku 10, only 10 days, Biblia inasema they were more handsome 10 times. Miili yao ilikuwa imenenepa 10 times. They were looking better than the other people ambao hapo kuna wachawi, kulikuwa na wasomi. Danieli na wenzake ni 10 times better. Wakajibu maswali 10 times better. Warembo 10 times better.
kwa sababu walijiamulia. Bwana asifiwe. Ukisoma ile mistari ya mwisho pale, hapo hiyo sura ya kwanza mstari wa 20 na 21, na katika jambo la hekima na ufahamu aliyouliza mfalme, akawaona kwamba walifaa mara 10 zaidi ya waganga na ya wachawi na waliokuwa katika ufalme wake. The whole kingdom, there was no one better than Daniel and his friends. Walipotenga Israeli. Verse 21. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Na ukiangalia historia ya Danieli, alikaa chini ya wafalme wengi. Huyo anakuja anapita, kila atakapoinuka anasema nilisikia habari ya Danieli. Waweza kuishi maisha ya ushindi hata katika kizazi kilicho kutoka, lakini tutaangalia ni mambo yapi. Nataka ukimbie katika Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. We just look at a few things and see how we can live victoriously. Daniel chapter 3. Verse 1. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambao urefu wake ulikuwa ni dhiraha 60 na upana wake ni ukubwa wake. Neno utasoma verse 2. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi, watunza hazina. Ukisoma hapo utaona hizo protocols ziko pale. Verse 4. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, umeamuriwa hivi: wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kujaribu kuabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa sasa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zonari na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakaabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza alisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma ni lazima aanguke na kuabudu sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Mashtaka. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakujali wewe, hawatumikii miungu yako, wala waabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu
waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akamwambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata amtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari. Sio anapeana maagizo kama watakuwa tayari, lakini angalia, ndipo Shadraka na Meshaki 16 na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamuna haja ya kujibu katika jambo hili. Kama ni hivyo, 17, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile ipakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kutumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikaghadhibika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri kuwatia moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. 20, kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. 23, na watu hao watatu Shadraka na Meshaki na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akamwambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu bali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. 25, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura ya yule wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu. Kisha Nebukadneza akakaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, kanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni muje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu ama maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakaona watu hao wakiyakuwa moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akanena kusema, na haimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Wakaligeuza neno la mfalme, kujitoa miili yao ili wasimtumikie miungu mingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila. Sasa mambo yamebadilika. Kisha mfalme akawakuza Bastati, Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Nilikuwa nasema, je, unaweza kuishi maisha ya ushindi katikati ya kizazi kilichopotoka? Tumeona mfano
wa Danieli, vile ambavyo aliweza kusema sitajinajisi kwa chakula na divai ya mfalme. Na baada ya kujiamulia ya kwamba hatajinajisi na wenzake walipojaribiwa baada ya hizo siku 10, Biblia inasema they were 10 times better. Now, another time, wale marafiki zake watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, amri ikawa imetolewa ya kwamba waabudu sanamu, na kama mtu hataabudu watatupwa ndani ya tanuru inayowaka moto. Na wao wakasema hawataabudu sanamu kwa sababu walikuwa wanajua Mungu pekee yake wa kuabudiwa yule muumba mbingu na nchi. Na walibakia hivyo, wakasema hawataabudu. Wakipewa chance wakasema hawataabudu sanamu. Na kwa sababu Biblia inasema kwamba amri ya mfalme ilikuwa ya haraka, mabawazazi wakachukuliwa wakawarusha ndani ya moto. Na kwa sababu moto ulikuwa mkali, wale waliokuwa wanawarusha zile flames zikawaua, lakini Shadrach, Meshach na Abednego wakawa wako salama ndani ya moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni nini kinachoweza kukupatia kuishi maisha ya ushindi dhidi ya kizazi kilichopotoka? Jambo la kwanza kabisa ni kujiamulia. Ni kujiamulia. Kwa maana Danieli na wenzake walikuwa katika nafasi ya kusema hapana, sisi ni makubwa, na kwa sababu tunakula vizuri, tunakunywa vizuri, what is wrong with eating what is eaten by the kings, with drinking what is being drunk by the kings? Lakini leo walikuwa wamejua sheria ya Mungu. Na hiyo ndio iliwapatia kujiamulia. So jambo la kwanza linaloweza kukupatia kuishi maisha ya ushindi regardless of the environment, regardless of the situation at hand, hata kama watu ni wenye dhambi kiasi gani, hata kama watu wamemwasi Mungu kiasi gani, ni lazima ujiamulie. Jambo la kwanza, kujiamulia. Na katika kujiamulia kuna changamoto. Changamoto ni nini? Because you are the one that is different. Everybody else is doing what the other person is doing. Na wewe unakaa, you are the only one out. So Mungu atusaidie wasi jambo rahisi. Elewa ufa ulikuwa ni mkubwa, lakini Danieli akasema jinajisi. Jambo jingine ni kwamba lazima kuishi maisha ya utauwa. Maisha ya utauwa ni yapi? Yale ambao nasema mimi, whether everybody else is doing the things that look like they are pleasing to everybody else, I will do what God has spoken, or what God desires I do. Walikuwa wanajua ya kwamba wale watu waliotakasika hawapaswi kutumia leo. Jambo jingine ambalo naona pale inadhihirika ni kwamba lazima uwe na arrogance. Bwana asifiwe. Lazima uwe na kitu kinaitwa arrogant faith. Yaani imani ya kizungu, si arrogant vile. Yaani imani ambayo haionyeshi hata kama hali itakuwa. Angalia, wanaambiwa watatupwa kwa moto. Na moto ni kweli huko, na umeongezwa mara 7. Wanasema hata hatutaabudu sanamu. They believe in their God.
walimwamini Mungu na wakasema hatuta. Kwa hivyo imani yako ni lazima isiwe imani ya kuyumba. Imani yako isiwe imani ya kuyumbayumba. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tuelewe ya kwamba kuna umuhimu sana wa kuwa na imani isiyo yumbayumba. Imani isiyo yumbayumba. Arrogant faith. They knew God. They were concerned about what God is saying. Not what the king is saying, but what God is saying. Jambo lingine ambalo linaweza kupatia kuishi maisha ya ushindi ni kuishi kwa kuzungumza, naweza kuita kujitenga, separating yourself. Separating yourself. How can you separate yourself na bado uko katika hii dunia? How can you separate yourself? Hiyo inatokana na kujiamulia. Separate yourself kwa kujiamulia kufanya yale ambayo ni ya sawa machoni pa Mungu, hata kama wengine wanafanya yale ambayo si ya sawa. Bwana asifiwe. Kuna maandiko ambayo yako hapo katika Warumi 12. Maandiko ninayoyapenda haya ndio yanaweza kutusaidia kuweza kujiamulia. Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Danieli na wenzake walitoa miili yao iwe dhabihu. Waweza kuishi maisha ya ushindi ukitoa mwili wako uwe dhabihu. Mwili wako inahusu kila kiungo. Mwili wako unahusu kila kiungo. Mwili wako unahusu kila kiungo. Na ndio unaona neno la Mungu linasema, pende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, na kwa nini? Kwa nguvu zako zote. It is concerning your body. So, hawa vijana walitoa miili yao. Wengi wa watu hapa katika ulimwengu huu hawataki kutoa miili yao. Wewe ukitaka kuishi, kama unataka kuishi maisha ya ushindi ya kumpendeza Mungu, ni lazima utoe mwili wako uwe dhabihu. Hawa vijana walijua hivi vyakula vya mfalme ni vizuri, ni vitamu. They were in a position, kwa sababu walikuwa katika nafasi ya ukubwa, lakini wakasema hawatajinajisi, wakasema hawataabudu sanamu. And since your human spirit stays in your body, whatever you desire, kile unachojiamulia kupitia kwa akili yako, hicho ndicho kitakacho kupatia kuamua kutoa mwili wako ama usitoe. Because everything that you hear, every thought that is in your mind, depending on how you react to that you are thinking, your thought, ndio uamuzi utakaofanya. Kosa unapoona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3, neno la Mungu linasema,
hata ingawa tunaishi katika ulimwengu huu. Vita vyetu si vya damu na nyama. Korintho wa kwanza sura ya 10 naongea kuhusu, je, unaweza kuishi maisha ya ushindi hata ukiwa katika ulimwengu? 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Ziko na nguvu, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. Danieli na wenzake walikuwa katika nafasi nzuri ambao wangekataa kujitoa kumtii Mungu. They were senior in the government of Nebuchadnezzar. They were learned. Walikuwa katika nafasi hata ya kukataa, lakini wakaamua ya kwamba hatutajinajisi. So ndiposa hii tumefikia kwa chini, nikasema ya kwamba ukishajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema na makamilifu, uamuzi uko nao wewe wa kuamua, nitatoa mwili wangu uwe dhabihu ya kumpendeza Mungu ama sitatoa. Wangesema tutakula tu kama wale wengine, hakuna mtu angewafanyia chochote, kwa sababu uamuzi ni wao. But now because they wanted to live to please God, wakasema hatutajinajisi. So inakutegemea wewe, uamuzi ni wako. Uzuri, Mungu kile anachokupatia anakupatia mwongozo, lakini baada ya kukupatia mwongozo, he leaves it to you. Je, nataka kuishi maisha ya ushindi? Kama jibu lako ni ndio, then mpaka uishi yako mwenyewe. Uamuzi uko nao wewe. Ukitaka kuishi maisha kuanguka na kuinuka, uamuzi uko nao. And you have the capacity to control your thinking. Yes. Na Biblia inasema, as a person thinks, so is he. You are the sum total of your thoughts. Danieli, ujasiri wake, ujasiri wa wale vijana wengine watatu na rafiki za Danieli ulitokana na uamuzi wao. Watu wengine wote waliogopa kwa sababu hawakumjua Mungu na hawakujua uwezo wa Mungu. Hawakujua ya kwamba Mungu anaweza kuwaokoa. Lakini hao vijana watatu na Danieli walijua uwezo wa Mungu. And depending on that knowledge, they made a decision. So jambo la kwanza ambalo linaweza kupatia ushindi, hata kama utasahau mengine, ni kujiamulia. Usifanye maamuzi yako based on multitudes. Usifanye maamuzi yako based on situations and circumstances that are prevailing at that particular moment. Usifanye maamuzi yako. Kuna watu hufanya maamuzi
kutokana na uoga. Kuna watu hufanya maamuzi kutokana na hisia. Kuna watu hufanya maamuzi kutokana na ushawishi ama ushauri wa watu wengine. Ukitaka uamuzi utakao kupatia kuishi maisha ya ushindi, ni uamuzi unaokufanya ukitegemea vile Mungu amesema maneno yake. Because if you will not please everybody, but when they see the results, watakapoona matokeo, lugha yao watabadilisha, watasema Mungu wa fulani ndio Mungu aliye kabisa. Because they will see the results. So hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwa na arrogant faith. Arrogant faith. Arrogant faith. Imani. When you look at people like Abraham, alipoambiwa toka katika watu wako kwa nchi yako, hiyo bibi imani, these people were rich. Alafu sasa atoke hapo aende akaishi kwa mahema akiwa ameacha nyumba za ghorofa, na wasomi wanasema by then Mesopotamia, in fact hata ukisoma historia Mesopotamia ndio ya kitabu katika mambo ya masomo. Na akatoka. Jambo la tatu nimesema ni kuishi maisha ya kujitenga. Waweza kuwa uko na watu, lakini ndani ya moyo wako umeamua sitafanya haya wanayofanya. Biblia inasema heri, Zaburi ya kwanza, Zaburi 1, heri asiyefanya. Katika vikao, you don't have to be in everyone. Ishi kupendeza kila mtu au utaishi maisha ya ushindi. Hata uangalie wale mashujaa, hata usiende mbali wa nchi hii ambao waliishi na wakaondoka katika dunia hii kwa heshima yao. Taja tu mmoja, utaona hawakupendeza kila mtu, hawakupendeza kila mtu. So Daniel chapter 3 unaona ya kwamba ukijiamulia umpendeze Mungu, then God gives you the upper hand. You become better than others. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema mimi siku ya leo nitajiamulia kumpendeza Mungu, kumuishia Mungu. Danieli unaona na wenzake baadaye, kila wakati by the end of that year, kwa hiyo jaribu, kila wakati mfalme alisema na haimidiwe Mungu wa Danieli, na haimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na kila wakati sheria ingebadilishwa based on their decisions. So, kwa huo uamuzi unatoa mwili wako uwe dhabihu, kisha kila wakati kwa sababu ya neno la Mungu utafanya akili yako mpya kila wakati. Njia nyingine ya kuweza kuishi maisha ya ushindi ni hapo katika Warumi. Nimesema kutoa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Jambo la pili ni kutofuata vile wengine wanafanya. Kutofuata vile wengine wanafanya, lakini unafuata nani? Kama vile wanavyofanya inalingana na vile Mungu anasema, sawa, wafuate.
Bwana asifiwe. Kama hailingani na vile Mungu anavyosema kwa neno lake, usifuate. So uamuzi ni wako, mwambie mtu uamuzi ni wako. So mwisho kabisa, penda kujua sana mapenzi ya Mungu. Penda kujua mapenzi ya Mungu. Utajuaje mapenzi ya Mungu? Kwa kusoma neno la Mungu. Wamejua mapenzi ya Mungu. Walijua ya kwamba hawapaswi kuabudu Mungu mwingine. Walijua ya kwamba hawapaswi kujinajisi na vileo. That is why they made a decision, and this made them to come out victorious regardless of their generation. Hata wakati huu wa kizazi kilichopotoka, ambapo watu wanaabudu sanamu, watu hawamtii Mungu, unaweza kuishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe. Psalms 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Nataka nimalizie na huo mstari. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Elewa vita vingi shetani anatumia. Vita vingi vinafanywa kwa akili zetu. Paulo anasema hivi, 1 Corinthians 9 verse 27, anasema, bali mimi nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Huwezi kuishi maisha ya ushindi when you are for everything. Mwili ni wa tamaa na tamaa za mwili, mwili ni wa hisia za mwili, and all those things are able to put you away. But ili uishi maisha ya ushindi, unautiisha. You pull down, you subject your body under the authority of the Holy Spirit. Na hiyo itakupatia kuishi maisha ya ushindi. Bwana tusaidie uweze kuangalia mifano. Na ndio unaona hapo ukisoma Waebrania 11. Hebrews chapter 11. Pale mstari ya mwisho inasema. Okay, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzikayo kwa upesi. So, hawa mashahidi ni akina nani? Wale watu ambao wako katika Hebrews chapter 11. Au wengine nasema mashahidi. Mashahidi ni wale watu wanaoweza kuishi maisha ya ushindi ya imani. Hao ni mashahidi ambao bila sisi wokovu haukukamilika. So Mungu akusaidie tuelewe ya kwamba tunaweza kuishi maisha ya ushindi. Na usimame kwa miguu yako.